Bwana, leo ni siku ya Pamba Day ambapo waandishi wa habari walipata nafasi ya kuzungumza na nyota wa timu ya Pamba Jiji ya jijini Mwanza. Sasa moja kati ya nyota ambao tumepiga nao story ni Shassir Nahimana, nyota wa kimataifa kutoka Burundi ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Pamba Jiji. Sasa moja kati ya mambo ambayo nimepiga naye story, ametuelezea safari yake ya soka mpaka kufika Pamba Jiji, amepita nchi ngapi, lakini pengine ni matukio gani ambayo Shassir anayakumbuka na ni matukio ambayo pengine yalimfanya kujuta kuwa mchezaji na ni matukio ambayo yalimfanya kukata tamaa. Lakini pengine asingekuwa nyota wa mpira, leo angekuwa anafanya kazi gani? Bwana, haya ni majibu ya Shassir Nahimana kwenye siku ya Pamba Day. Cha kwanza mimi naweza kusema upande wangu ni kuheshimu kazi yako, kuwa na discipline kwenye kazi yako. Ukishaelewa hiyo na kuzingatia mazoezi kwa muda na uelewe unataka nini, kila sehemu unaanza kwenda na ukasaminika, sababu kama nimetoka Burundi mpaka kupita kwenye hii nchi, sababu hapa hii ni nchi yangu ya sita nacheza nje ya nyumbani. Kupita huko inaonekana kama na kitu na hicho kitu unapaswa kukitumikia, kufanyia kazi. Sasa ukishajua malengo yako unataka kufanya nini, na imani unaweza kufika mbali zaidi. Naweza nikasema pana sehemu nilienjoy maisha sana, na hapana sehemu niliyopata ugumu sana ni Saudi Arabia. Wakati nilifika Saudia, sehemu niliyofika, maforena wote tulikuwa maforena kama 8. Mimi ndio nilikuwa natokea Afrika. Tulikuwa na maforena kama 7, walikuwa 5 wanatoka Brazil, 2 wanatoka Germany. Changamoto ilikuwa hapo sababu wote walikuwa ni wakali sana. Ndio sehemu ya kwanza nilifika nikakuwa naanza benchi, sichukii sababu watu walikuwa wanaoanza ilikuwa ni mambo yangine, lakini Mungu akanisaidia, nilipush mpaka nikakuwa kwenye kikosi cha kwanza. Lakini mwanzo changamoto ilikuwa kubwa sana, sio kwamba eti unaonewa. Niliowakuta pale ilikuwa ni balaa. Nikilinganisha mashariki, sehemu niliyocheza hapa karibu ilikuwa ni Rwanda na Kenya. Lakini kwa kutaka kutofautisha hizo nchi mbili na Tanzania ipo juu, changamoto yake ni kubwa sana kuzidi hizo nchi mbili nilizocheza. Wakati mgumu niliokutana nao ulikuwa ni Rwanda, lakini ni wakati niliopitia ndio ilikuwa msimu wangu wa kwanza natoka Burundi. Naanza kuona raha ya mpira. Nilisapotiwa na familia, alafu na ndio mwaka huo nilikosa watu wawili wa maana sana kwenye familia yangu. Nilikosa kaka yangu mkubwa wa kwanza kwenye tumbo letu. Baada ya miezi 6 babangu naye tena akafariki. Na ndio ilikuwa ni mwaka wangu wa kwanza kuona mafanikio ya mpira, ndio kwa mwaka wangu wa kwanza huyo wa majungu sana kwenye mpira. Lakini yote namshukuru Mwenyezi Mungu, nikabaliana nayo na sio tendo njia, na nimeshajua kama sio tendo njia na nazidi kupambana. Kuna muda wanafika kwenye karia ya mpira wa miguu wanajuta kwa nini waliingia kwenye soka. Wewe umewahi kufikia situation ya kujuta kwa nini wewe ulikuwa mchezaji na ulichagua kuwa mchezaji? Ndio. Hata kwa hiyo wakati tena nilifikia na nilijuta. Na kuna changamoto zenye kwenye boli unapitia. Ndio maana mimi msemo wangu na huwa napenda kusema kwamba hakuna mtoto wote wa tajiri anacheza mpira miaka mingi. Sababu ningekuwa kama sisi wote ni matajiri wengi sana, kama mimi ningekuwa nimeshaiba boli, ningekuwa nishaacha mpira kabisa. Sababu changamoto za mchezaji anapitia ni nyingi sana kwenye mpira. Lakini unatizama hali ya nyumbani sio nzuri, ukiacha na ndio kazi yako na ndio Mungu amekujalia ndio kipaji unacho. Unakutana uwezi kiacha, lakini kwamba ingekuwa sisi wengi watu tumezaliwa kwenye familia za kitajiri, ungekuwa unasikia mtu amesaini contract na baada miezi miwili mtu anasikia ameacha zake, amerudi nyumbani kukaa. Sasa nafikiri isingekuwa mpira leo ningekuwa mfanya biashara, ndio kazi ninayopenda sana. Ulisomea pengine? Hiyo sikusomea. Nilisomea electronic. Lakini kazi ninayopenda nikiacha boy, napenda sana kuwa mfanya biashara. Rudi kwenye ligi. Ushindani unaonaje? Ushindani ni mkubwa, lakini naweza nikamshukuru Mwenyezi Mungu, huu msimu tuna wachezaji wazuri zaidi. Siwezi nikasema niliowakuta msimu uliopita ni wabaya, lakini naona kama vile huu msimu tuna wachezaji wazuri zaidi. Na nina imani kwenye huu msimu, na imani Pamba tutafanya kitu kikubwa sana, tutasimamia sehemu nzuri sana mwisho wa ligi, inshallah Mungu akipenda.
Ukiuliza viongozi wa Pamba wanakuambia wanatamani kumaliza zile nafasi 4 za juu. Pengine kama wachezaji wajipangaje kuhakikisha kwamba mnatimiza malengo ya viongozi hao? Wachezaji tuko sure kabisa kama hapo tunaweza kumaliza, sababu kila kitu tunachohitaji kwenye timu tunapewa. Hakuna kasoro yoyote iko kwenye timu ya kuhusu kwenye timu huko wanaosimamia timu, kama wana changamoto ya kudai kitu chochote, salary nini, bonus, kila kitu kiko sure. Na nyote mmeona paka na basi tumeletewa, na imani kwa wachezaji tuko nao, hizo sehemu tutazimaliza kwa nguvu za Mungu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.